hii ya TCB, if we call it back, if we go back to our history, tunaweza tukaanza kuitrace benki hii kutoka miaka 1920 wakati wa utawala wa mzungu. Wakati huo ilikuwa ina sehemu kama Tanganyika na inafanya shughuli mbalimbali za kibenki connected to post agents. Lakini kwa sheria ya mwaka 1991 inakuja tena kuihamisha benki kutoka kwenye hili jina la awali na shughuli zake za awali sasa kuwa Tanzania Post Bank. Na mwaka kama 2021 benki inakuwa rebranded na kuongezeka tena majukumu yake kwa kuunganisha majukumu ya benki ili leo izalishe kitu kinachoitwa TCB. Kwa hiyo huwezi ukaitenganisha historia ya before independence ya benki hii na historia ya benki hii after independence. Kwa hiyo is connected, zina coexist, taswira zake zinakuwa kama pacha, kwa hiyo zinakuwa kama intertwined. Kwa hiyo lazima unapozungumzia historia lazima uilive back ili uweze kuangalia tulipotoka, tuko wapi na sasa tunaenda wapi. Na mwenyekiti wetu wa board pamoja na mtendaji, unapotaka kuipima makuzi ya kiuchumi katika taifa letu, concept ya economic growth lazima iwe linked na concept ya economic development. Na economic growth inapimwa na vitu mbalimbali. Kuna viashiria kwamba sasa uchumi unakuwa, na unapopima economic development hapa sasa lazima uende ukamuulize mtu mwenyewe kwamba hivi anaonaje kuna maendeleo, ili upate concept ya development of the people for the people by them. Kunaweza kuwa kuna economic growth, lakini kama hujaitafsiri, if it's not well translated and interpreted, manake watu kwenye grassroots huku wanaweza sielewe connection iliyopo kati ya wanachokiita economic growth kama bado hajawa impact kwao ili ije iwe economic development. Sasa tunapopima sisi makuzi ya kiuchumi katika taifa letu, na unapopima makuzi haya ya kiuchumi kwa hiyo indicator kwa kutumia GDP, ili pia uweze kuangalia huo utajiri wa mtu mmoja mmoja tunakwenda kwenye pato taifa. Ni kama tunagawana ile pato la pamoja kwenda sasa kuwa ni pato la mtu mmoja mmoja. Tunaisegment kwenda kwenye kiganja cha mtu mmoja mmoja. Sasa huu utajiri wa mtu mmoja mmoja ambao unapimwa kwa hizo transactions, kwa hizo production, kwa hizo exportation na vitu vingine, employment na vitu vingine, pamoja na expenditure zinazopimwa kutrigger hiyo GDP, ni lazima mwishoni sasa uzungumzie kitu kinachoitwa uhimilivu sasa wa kimaendeleo unaweza kuonekana nyakati zote, sustainability. Sasa sustainability haiwezi kuwepo kama hakuna the assured human capital inayoweza kufanya huo mnyororo kuwa successful. Sasa hapo ndipo anapotokea financial institution ambaye anamsaidia huyu mtu kuweza kuaccess finances. Na hizi financial institutions lazima ziwe stable, lazima ziwe na sera stable ambazo zikabadilika, ili huyu mtu wa kawaida aweze kuaccess the finance, kutengeneza ule mnyororo sasa kati ya pato la kila siku ambalo ni himilivu, pato la kila siku ambalo ni sustainable, lakini na mwisho wa siku tunapata maendeleo ya mtu na maendeleo ya kiuchumi katika taifa. Kwa sisi tunapoiona benki kama TCB, Tanzania Commercial Bank, tunaiona ni moja ya nguzo za makuzi ya kiuchumi, kwa sababu yanamsaidia mtu mwenye mawazo kuweza kuaccess fedha, halafu mwisho wa siku kuunda huo mnyororo sasa kuwa katika hali ya uendelevu. Benki ya TCB inaendelea kupanua huduma zake kwa kuhakikisha wananchi wanapata huduma za kifedha kwa urahisi zaidi. Hadi sasa benki yetu ina jumla ya matawi 82 ambao tuko bara na visiwani nchini kote, na zaidi ya mawakala 7,000. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa,
mpango wetu ni kwamba mwaka huu tutazidi kuongeza mtandao wetu wa matawi, lakini pia na mawakala. Nia yetu mpaka mwisho wa mwaka huu mawakala waweze kufika 10,000, lakini tuongeze pia mtandao wetu wa matawi kutoka hapa tulipo 82 tuweze kufika matawi 92 mpaka mwisho wa mwaka huu. Benki ya KCB inaendelea kukua na kuimarika kifedha pamoja na kupanua huduma zake ili kuwafikia wananchi wengi zaidi. Hadi kufikia mwezi Machi mwaka huu, mali za benki zimefikia takriban shilingi trilioni 2.4. Na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, labda kukupa tu miaka miwili iliyopita mali za benki zilikuwa trilioni 1.4. Kwa ndani ya miaka miwili hii tumeweza kukuza mali zetu kutoka trilioni 1.4 mpaka trilioni 2.4. Maana zimetoka zaidi ya trilioni 1. Sasa ukiangalia ukuaji huu kwa hii miaka miwili, maanake tumekuwa kwa zaidi ya 60% na average growth year ya zaidi ya 30%. Maanake tumekuwa zaidi ya wastani wa ukuaji wa sekta ya kifedha ambayo imekuwa kwa takriban 20%. Kwa hiyo hii ni imani tosha ambao kwa kweli wateja wetu wameendelea kutupa. Lakini pia kiashiria kingine cha kwamba wananchi wanakuamini ni amana zetu sasa zimefika trilioni 1.7 na mikopo kwa wateja imefika trilioni 1.5. Katika kuunga mkono maelekezo ya serikali, KCB imeweka mkazo katika kuwafikia wananchi wa kipato cha chini, cha kati, lakini pia na wakubwa, vijana pamoja na wanawake. Mafanikio haya yanaonyesha wazi kuongezeka kwa imani ya wananchi kwa benki ya KCB pamoja na mchango wetu katika kukuza uchumi wa taifa. Mimi ni mwenyekiti wa soko la Simu 2000 ambao ni majirani zenu hapa, tuko hapa nyuma. Jamani, mnalifahamu soko la Simu 2000? Wako kule maeneo yamefunga. Sisi ndio soko pekee ambalo tunauza mahindi mabichi Dar nzima. Tunaingiza pale kenta zisizopungua 20 kila siku. Lakini sisi ndio soko ambalo mpaka sasa kuacha kule Buguruni, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tunao supply matikiti maji, biashara ya matikiti yoyo. Tunaagiza matikiti kutoka Tabora, Kahama na maeneo mengine. Tunaingiza sehemu zisizopungua 4 kila usiku kwa ajili ya biashara hii. Kwa hiyo msituache nyuma. Pale tuna watu zaidi ya 400 wafanyabiashara ndani ya soko hili. Tulipata hasara juzi baada ya soko kuungua. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwa sapoti kubwa uliotupatia. Toka tarehe 4 soko lilipoungua mpaka leo tumeshajenga mabanda 202 na wako tayari kufanya biashara. Changamoto yao hata hapa nilikuwa nataka nimuombe Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa akitoka, wakati naondoka tutapita pale basi na niawe na mwenyekiti mkiungana na mimi kama mwenyekiti wa soko, nikaenda pale. Nina uwezo wa kuwapa leo wateja wasiopungua 200. Mzee wa SME nilikuona bana, na wewe ukijiunga na sisi, si ndio SME hizo wenyewe hapa, tukaondoka pale na wateja 200. Na hili jambo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa linawezekana. Sisi kama halmashauri tuna fedha na tayari imeshakuagiza tuwasaidie wapate mikopo, lakini fedha zetu ni futuristic, tutazikusanya mbeleni ili tutenge 10% tuweze kuzikopesha, tukiwapa garantii benki kwamba tukakusanya, tunawapa garantii leo ya milioni 500 kwamba sisi mkitoa milioni 500 hii fedha iko hapa. Maana yake tumelower down the risk for more than 80%. Lakini benki pia wanasema we shouldn't end there. Sisi tupeni hivyo vikundi, wakati wanafanya marejesho wafanye kupitia hapa. Ina maana ukiwaletea vikundi 50 ambavyo vinaweza kupata mkopo wa milioni 10 vikafanya marejesho hapa, fedha yako serikali haijapotea, benki imepata wateja, na unaweza pia kuenhance ukusanyaji wa fedha zile na kuwawezesha wale wa vikundi wakakuwa kwa haraka zaidi.
Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwa baraka zako, naamini collaboration na partnership kati ya benki na halmashauri ya Ubungo ikifanikiwa, tutaweza kufikia lengo lako la biashara masaa 24.